leo mikononi mwangu ni gazeti Mwananchi lenyewe kama yalivyo magazeti mengine limeandika William Lukuvi mwaka 1955 hadi 2026 mwamba wa siasa amelala, ugonjwa uliomuua. Wataalamu wa afya wameuelezea ugonjwa wa mshtuko wa moyo uliomuua kuwa ni hali ya hatari inayotokea pale damu inaposhindwa kufika kwenye misuli ya moyo na kufanya sehemu yake kuanza kufa. Salamu za miminika. Viongozi mbalimbali kitaifa na kisiasa wametuma salamu za rambirambi kwa spika wa bunge familia jimbo la Isimani na Watanzania kwa ujumla kufuatia kifo chake kilichotokea jana asubuhi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5. Mbinu kudhibiti mfumuko wa bei. Hofu ya kupaa kwa bei za mafuta kutokana na athari za vita Mashariki ya Kati. Habari ni katika ukurasa wa 12. Mambo mbalimbali yameguswa ikiwemo kupanda kwa bei za chakula, kuongezeka kwa kodi ya nyumba, gharama kubwa za usafiri, kupanda kwa gharama za nishati. Lakini pia gazeti hili limeandika jinsi chanjo ya VVU itakavyofanya kazi kwa waathirika. Nukuu ya Daudi Msasi, mfamasia mkuu wa serikali, inasema kirusi hakiwezi kuishi bila kuingia kwenye seli. Dawa hii inazuia hatua hiyo, hakishikamani, hakiingii na hakiwezi kujizalisha. Hata kama kirusi kimeingia mwilini, dawa inakizuia kisizaliane, mwisho wa siku kinadhoofika na kuondolewa mwilini. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Habari picha inaonyesha chupa yenye nembo ya Lena Capavel. Mwananchi limeandika mvua ya ua 18 Mbeya, wa watoto 14. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi.